Hujambo na karibu katika jambo la leo, ikiwa ni Oktoba 14 na hili ni jambo la Nyerere Day. Mimi ni Mina Yesu. Nami ni Esther Chilato. Kwa muhtasari ni haya tuliokuandalia. Jambo la leo. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abeid Karume walituachia urithi mkubwa wa uadilifu, uwajibikaji na uongozi wa kujituma kwa ajili ya watu. Maji huwa yanakuja kwa wiki mara moja, na yanapokuja ni kuanzia saa 6:30 usiku. Yanakuja siku moja usiku tu, wakati kulala, kiamka asubuhi hatuyaoni tena wiki mbili. Jambo la leo. Unaweza kufuatilia jambo la leo kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.jambofm.co.tz. Ikiwa leo taifa linakumbuka miaka 26 ya kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, makamu wa rais Dr. Philip Mpango ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kumwombea baba wa taifa ili aendelee kupumzika kwa amani na awe mmoja wa watakatifu. Ametoa wito huo wakati alipoungana na viongozi waumini pamoja na wananchi mbalimbali katika ibada maalum ya kumwombea baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika katika kanisa Katoliki parokia ya Mtakatifu Francisco wa Assisi Mwanjelwa mkoani Mbeya, akisisitiza kila mmoja hasa viongozi kufuata mfano mwema wa baba wa taifa ambaye alikuwa mwaminifu kwa taifa wakati wote. Kumwombea baba wa taifa hili, Mungu akubali kweli kumpokea miongoni mwa watakatifu wake, lakini na sisi wote kila mmoja ajitahidi kufuata mfano mwema ambao alituachia baba wa taifa, na hasa kwa viongozi. Tumemwona mtoto wake hapa, tumekaa naye pale karibu, alisoma na sisi wengine. Ingekuwa sisi wa siku hizi pengine tungewapeleka kwenye mashule huko majuu, lakini alisoma hapa. Alikuwa ni mwaminifu sana kwa nchi yake, alitupenda sana, na huko aliko naamini kama amefika kweli kwa Mungu anaendelea kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Bona sisi tumuombee apokelewe mbinguni, awe mmoja wa watakatifu. Aidha, katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya, wakati wa sherehe za kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru, kilele cha wiki ya vijana kitaifa na kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dr. Philip Mpango ametaja sababu 5 ambazo zinawafanya Watanzania kumwenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kila ifikapo Oktoba 14 ya kila mwaka, ambazo ni pamoja na kulinda uhuru, kujenga na kuimarisha maadili, kuwajibika kwa kila mwananchi na kuhifadhi na kutunza mazingira. Vile amewahimiza Watanzania kuendelea kuwa wazalendo na kulinda amani ya nchi, kwa kuwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndiye msingi wa amani iliyopo nchini, huku akitoa wito kwa Watanzania kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 mwaka 2025 kama inavyosisitizwa na ujumbe wa Mwenge wa Uhuru mwaka huu. Naye Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameeleza kwamba serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza maono ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa vitendo kupitia juhudi za kuimarisha uchumi wa taifa, kukuza heshima ya Tanzania kimataifa na kulinda amani ya umoja wa Tanzania, na kwamba ni wajibu wa kila Mtanzania kuenzi urithi wa Mwalimu Nyerere ambao unajumuisha uadilifu, uwajibikaji na uongozi wa kujituma kwa ajili ya wananchi, pamoja na kuendeleza mapambano dhidi ya umasikini, ujinga na maradhi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abeid Karume walituachia urithi mkubwa wa uadilifu, uwajibikaji na uongozi wa kujituma kwa ajili ya watu. Na katika mwaka huu wa uchaguzi ni jukumu letu kuenzi urithi huo kwa kuendesha na kushiriki uchaguzi kwa amani, vile kwa kufanya kazi kwa bidii ili kuendeleza mapambano dhidi ya umaskini, ujinga na maradhi. Hivyo basi ndivyo ambavyo tunatakiwa kudumisha heshima na hadhi ya taifa letu kama mfano wa demokrasia yenye amani barani Afrika. Ulikuwa na miaka mingapi? Oktoba 14, 1999. Habari inayofuata nasemaje? Sema kweli. Kweli gani bwana wewe? Kabla tujatoka hapo. Tuendelee. Mimi nasema kweli, nilikuwa na miaka 4. 4? Hongera.
Tukiendelea kusalia katika kumbukiza miaka 26 tangu kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Tanzania bado wanakukumbuka urithi ulioacha taifa letu lenye amani, umoja na maadili yanayowajibisha kizazi cha sasa kudumisha amani hiyo, kama ambavyo Adamu Msafiri anasimulia hii. Kuichafua amani ni kitu cha dakika chache, lakini kupata amani ni kitu ambacho tutateseka sana ukipata. Najua nitakufa, sitapona ugonjwa huu, na waacha wa Tanzania wangu. Naondoka nikiwa nimewaachia taifa moja lenye amani na umoja. Wasia wangu kwao ni kwamba waipende nchi yao Tanzania, wakijua hawana nyingine zaidi ya hiyo Tanzania. Maneno haya aliyatamka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Septemba 1999 akiwa hospitali ya Mtakatifu Thomas jijini London huko Uingereza. Bado yanatufundisha licha ya miaka 26 leo tangu kifo chake, lakini cha kuvutia zaidi, sauti ya wosia wake haijabaki Tanzania pekee, imevuka mipaka. Nawaambia wa vijana wasikie huko wakavuruga amani. Hivi karibuni vijana hawa walitoka nchi jirani, Uganda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakafika hapa Butiama kuzuru kaburi la Mwalimu Nyerere. Wanasema wanavutiwa na amani ya Tanzania, amani ambayo kwao nyakati fulani huwa ndoto isiyokuwa na uhakika. Tanzania mna amani. Kwetu muda wote unaweza ukasikia tu mlipuko tu. Lakini huku na enjoy kabisa. Nimesikia wamesema Mwalimu Nyerere akasema hivi, Tanzania kukiwa na amani na nchi zingine hazina amani, Tanzania itakuwa na shida kidogo. Inafaa pia nchi jirani ziwe na amani, ndio Tanzania pia itakuwa iliko sawa. Maneno yao yanatukumbusha kuacha kabisa kujizima data na kutaka kuharibu amani, hususan katika kipindi hiki cha uchaguzi. Amani ni urithi tulioachiwa, lakini urithi huu hautokuwa na maana yoyote kama vijana wa Tanzania hawatauendeleza. Mimi katika kuangalia katika vijana, yani tulinde amani, kwa sababu vijana ndo wanapigania mambo ya siasa kiujumla. Wewe ukakuta mzee kama wa miaka 80 anaenda kurusha mawe. Kiukweli hapo tunatakiwa tushikamane, tutengeneze umoja, tusiwe na mawazo ambayo yanaweza kubomoa nchi. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza kupandikiza misingi ya amani kuanzia ngazi ya familia yake. Huyu ni Madaraka Nyerere, kijana wa familia hiyo. Anasisitiza umuhimu wa kuilinda na kuidumisha amani miongoni mwa Watanzania. Muhimu sana kulinda amani, kwa sababu kuna nchi nyingine, kwa mfano ukienda hata sisi tulivyokaa hapa nje hivi tunakuwa tuna hofu kwenye nchi nyingine, lakini Tanzania bado tuna amani. Kutoka Mwitongo, Butiama hadi kote Afrika na ulimwenguni, jina la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere bado linabeba maana ya amani, umoja na utu. Leo hii miaka 26 tangu kifo chake, bado anaishi si tu katika kumbukumbu zetu, bali katika mioyo ya vijana wa Afrika wanaoamini kuwa amani ni urithi na wajibu. Endelea kupumzika kwa amani, shujaa wa Afrika. Dunia inakukumbuka. Kutoka hapa mkoani Mara, mimi ni Adamu Msafiri, Jambo la Leo. Shukrani Adamu Msafiri kwa taarifa hiyo. Na sasa ni Geita. Na hapa Geita, amani imeendelea kusisitizwa kuwa nyenzo muhimu ya taifa katika kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa viongozi wa dini wanaounda jumuiya ya maridhiano ndani ya mkoa huo kutoa rai kwa Watanzania kuendelea kudumisha amani na uhuru uliopatikana bila vurugu wala mapigano, kama ambavyo taarifa yake Ibrahim Rojala inaeleza. Kumbukizi ya miaka 26 tangu kilipotokea kifo cha baba wa taifa la Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mkoani Geita imetumiwa na viongozi wa dini katika mkoa huu kujadili mchango wake kwa taifa katika maeneo manne. Naitwa Mchungaji Joshua William, ni mwenyekiti wa JMAT, Jumuiya ya Maridhiano mkoa wa Geita. Leo tumekutana viongozi wa dini kutoka mabaraza yote, baraza la BAKWATA, CCT, CPCT, TEKI pamoja na Wasabato, kuzungumuza kwa pamoja kama viongozi wa dini, tukifanya kumbukizi ya miaka 26 tangu tumeondokewa na muasisi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukikumbuka yale aliyoyafanya na namna alivyopigana na kupambana kwa hekima na kwa maarifa kuhakikisha kwamba taifa letu linapata uhuru. Kwa majina naitwa Hajat Mariam Sharifu, ni kiongozi wa dini. Tupa confidence, kujiamini, kujitegemea, ushirikiano na mshikamano. Kwa tarehe
hii tulikumbuka usia aliotuachia baba. Pia tumeongelea amani, nini umuhimu wa amani. Tumeona uvunjifu wa amani ni kuvunja nchi yetu wenyewe. Julius Kambarage Nyerere aliyetuachia amani na akatupa kama tunu ya taifa letu. Na sisi kama viongozi wa dini ni wajibu na ni haki yetu ya kimsingi sana kuendelea kuhimiza umma wa Tanzania juu ya amani ya nchi yetu ya Tanzania. Kutoka hapa katika viwanja vya EPZA Bomba 2 mkoani Geita, jina langu naitwa Ibrahim Rojala. Shukrani sana Ibrahim Rojala kutokea Geita. Tuelekea Singida kufuatia kuwepo kwa changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa kiwango kisitosheleza mahitaji ya wananchi. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Singida wamelalamikia adha hiyo wanayoipata kutokana na huduma hiyo ya maji kutokuwa ya kuridhisha katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo. Hii inakuja kufuatia manispaa ya Singida kukumbwa na changamoto ya uzalishaji wa maji, ambapo kwa sasa inazalisha wastani wa lita milioni 10.5 kwa siku, huku mahitaji halisi ikiwa ni lita milioni 24 kwa siku, ikiwa ni kwa mujibu wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Singida, SUWASA. Saulo Steven na taarifa kamili. Kufuatia kuwepo kwa changamoto hiyo upatikanaji wa huduma ya maji, Jambo FM imezungumza na baadhi ya wana Singida ambao wanatoa kilio chao kuhusiana na adha ambayo wamekuwa wakipata katika swala zima upatikanaji wa huduma ya maji, wakisema kwamba maji yamekuwa yakitoka kwenye kati ambazo si rafiki, lakini pia huduma imekuwa si ya kuridhisha. Hayatoki kwa wakati. Unaweza tukakaa wiki mbili hatujaona maji hata siku moja. Au yanakuja siku moja usiku tu wakati kulala, kiamka asubuhi hatuyaoni tena wiki mbili. Kwa hiyo msikitini kwangu hapa na wananchi wote kwa ujumla hapa kanisani wote maji hamna. Maji huwa yanakuja kwa wiki mara moja, na yanapokuja ni kuanzia saa sita na nusu usiku. Kama jana yamekuja saa 6:30, hakuna aliyelala hata mmoja, na maji yanatoka ni kidogo mno. Mara baada ya malalamiko hayo, Jambo FM imefika katika ofisi za mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mjini Singida SUWASA na kufanikiwa kuzungumza na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo, mhandisi Sebastian Orioba, ambaye anakiri kuwepo kwa changamoto hiyo, huku akiwataka wananchi kuwa wapole, kwani serikali inashughulikia kufanyia kazi jambo hilo. Kuhusiana na swala la huduma ya maji kwa wananchi, ninachoweza nikasema ni kwamba mpaka kwa sasa tunapozungumza tuna uzalishaji wa maji wa wastani wa lita milioni 10.5 kwa siku, na mahitaji yetu halisi ni lita milioni 24 kwa siku katika manispaa yetu ya Singida. Serikali haijakaa kimya, kuna kazi ambayo inafanyika, na mpaka sasa naweza nikasema katika utafutaji wa vyanzo vimechimbwa visima. Tuna visima ambavyo tayari vimeonyesha vimepata maji kwa sababu tumeshapima, na kazi ya uchimbaji inaendelea kwa maana ya kuongeza visima vingine. Ili kujua changamoto hiyo tadumu kwa muda gani, mhandisi Orioba anasema serikali kupitia Wizara ya Maji tayari imeanza mchakato kutafuta vifaa ikiwamo pampu za umeme ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma kama ilivyo kawaida, huku pia akiomba wananchi kuwa vumilivu, kwani serikali na mamlaka hiyo wanaendelea kufanyia kazi jambo hilo. Mahitaji ya maji kwa sasa kwa hali ambayo tunayo kupitia serikali yetu kwa maana ya wizara, unafanyika utaratibu ili tupate vifaa ili tuweke pampu na vifaa vingine vya umeme kwenye visima ambavyo hivyo tumevipata ambavyo vina maji. Kwa hiyo na uhakika tukiweka hivyo vifaa katika kipindi kifupi kijacho, manake maji yataingia kwenye mfumo na kuongeza uzalishaji maji. Lakini vile vile tutaendelea na uchimbaji pande huu wa Irao ili kuwa na maji maeneo ya Karakana, maeneo ya Mwenge na Stendi, Misuna na kwingine ili kuongeza kiasi cha maji. Kwa hiyo tunaomba waendelee wavumilie, kipindi kilichobaki sio kirefu. Serikali inatambua hilo na jitihada hizo zinafanyika ili kuongeza kiasi cha maji kwa manispaa yetu ya Singida. Kutoka hapa mkoani Singida, hii ni 101.1, hizi ni Jambo la Leo. Mimi ni Saulo Steven, Jambo FM. Jambo la leo nalitoa Singida mpaka kule Madagascar, ambapo tunaelezwa kwamba rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina amelivunja bunge la nchi hiyo, ikiwa ni taarifa ambayo ametangaza leo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Facebook. Tangazo la Rajoelina limetolewa katika wakati jeshi la polisi la Madagascar likiungana na maandamano yanayoongozwa na vijana ya kumpinga kiongozi huyo. Rais Rajoelina alikimbia Madagascar Jumapili kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari vya Ufaransa, akisema kwamba amekimbia ili kuyalinda maisha yake na mpaka sasa hajatangaza alipo. Na jambo la michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars iko dimbani wakati huu ikicheza dhidi ya Iran katika mchezo wa kirafiki mara baada ya mechi za kufuzu kombe la dunia. Katika kundi letu tunafahamu kuwa Morocco pasi na shaka anakwenda katika hatua inayofuata mara baada ya Zambia kupoteza mchezo wake dhidi ya Niger. Yes, matokeo ya mchezo huo utakuwa nayo baadaye kwenye the kick-off saa 1 kamili jioni.
Haya, shukrani kwa kuungana nasi katika jambo la leo Oktoba 14 mwaka 2025. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Esther Chilato. Mimi ni Mina Yusuf. Uwe na jioni njema.